Hujambo mpenzi mtazamaji, karibu tena tuzidi kukufahamisha. Tuko kwenye awamu ya pili ya kipindi hiki cha TV47 Matukio, na ilivyo desturi kila siku ya Jumatatu tunaangazia darubini ya afya kukuweka sawa ili uweze kuelewa yale masuala ambayo yanakuhusu haswa katika sekta ya afya na vile vile katika mwili wako. Hapa studioni siku ya leo tukiangazia hofu ya ugonjwa wa moyo. Niko naye daktari hapa, atakuwa anasema nasi. Daktari James Kariuki ni mtaalam wa afya ya moyo, ni mtaalam wa upasuaji na vile vile ni mtaalam wa matibabu kutoka The Karen Hospital. Karibu sana daktari. Asante sana. Na najua umekuwa muda mrefu hatujapatana, lakini masuala haya ambayo yanatuhusu yanatukutanisha na ndiposa tuyazungumzie. Leo tunazungumzia hofu ya magonjwa ama ugonjwa wa moyo, na ni swala ambalo wengi wanahofia kweli kweli. Tukizungumzia ugonjwa wa moyo tunamaanisha nini kwa faida ya mtazamaji wetu? Naam, asante kwa swali hilo. Ndio. Magonjwa ya moyo haswa yanahusu kiungo hicho ambacho tunakiita moyo. Na moyo wakati mwingine watu wanauita roho. Lakini kiungo hiki ni kama pampu. Ndio. Ambacho kinapiga ama kinatupa mpigo wa damu katika mizizi ya damu kwenye mwili ili tupate manufaa ya kupata ile nguvu ama rotba katika viungo vyote vingine vya mwili. Ndio. Kwa hivyo bila moyo viungo vingine vyote vya mwili haviwezi kufanya kazi kwa sababu haviwezi kurutubishwa kabisa. Na shukrani sana kwa kauli hiyo ya kutufungulia kipindi. Na mara nyingi tukizungumzia ugonjwa wa moyo kuna wale ambao wanasema kwamba hatuelewi namna moyo unafanya kazi. Ulivyosema kwamba hapa ndipo damu inapitia hapa, alafu oksijeni inaenda katika viungo vingine vyote kwa njia ambayo inafaa. Kuna watu wanauliza, kuna magonjwa mengi ambayo yanahusiana na moyo. Labda aina hizi ni kama gani hasa? Naam, swali nzuri hili. Ndio. Magonjwa ya moyo yanakuja kwa aina mbili. Ndio. Kuna magonjwa ambayo yanatukia katika maisha ya mtu baadaye. Yaani kwamba ulizaliwa na moyo ambao ulikuwa uko sawa. Lakini baadaye maisha yako yanapokuendelea unapata moyo unaathirika. Na pili, kuna zile shida ambazo unazaliwa nazo. Ndio. Ambapo watoto wanazaliwa na maradhi haya. Ndio. Yale magonjwa ambayo yanatukia baadaye baada mtu anapozaliwa, mara nyingi yanakuja kwa sababu ya aidha shida za kifamilia ama za kiukoo au uraibu wa kimaisha. Lifestyle. Kabisa. Kwa hivyo uraibu huu kama vile mtu anapokunywa pombe kwa wingi ama kumbugia mambo ya sigara ama saa nyingine mambo ya kutofanya mazoezi. Ndio. Ili kwamba kimo cha mwili kinaongezeka kupitisha kiasi. Mara nyingi analeta shida ya moyo. Wengine wanapata shida za moyo kwa sababu viungo vingine vinaanza kufeli ambavyo vinaathiri pia moyo. Ndio. Kama vile watu ambao wana shida ya sukari, wale wana shida ya pressure, wale wana shida ya viungo kama vile viungo kama figo ama maini. Pia wale wanapoathirika mara nyingine unapata kwamba moyo pia unapata kuathirika. Ndio. Naam, shukrani sana kwa hilo. Tutazamia hilo la watoto pia. Umesema kwamba kuna watoto wanazaliwa na hali kama hizo. Kabisa. Na hivi sasa tukizungumzia ugonjwa wa moyo, tumesema kwamba ni hofu. Wengi wanakaa hivi wanajiuliza ni ugonjwa unajionyesha namna gani? Tuzungumzie dalili. Najua dalili zake pia wanasema zinafanana magonjwa mengine, lakini dalili za ugonjwa huu wa moyo ziko namna gani labda daktari? Safi kabisa. Dalili la kwanza ambalo mtu anapoona unapopata shida za moyo ni kupungukiwa kwa hewa. Na hii inakuja kwa njia nyingi. Mara nyingi inakuwa kwamba unaanza kuchoka kwa kirahisi. Ndio. Kazi ambayo ulikuwa unafanya unapokuwa kijana barubaru inakuwa ni ngumu sana kwa sababu unapata shida hii ya moyo. Shida nyingine inakuwa ni kwamba unapata maumivu kwenye kifua. Haswa wakati moyo umeathirika kiwango ambacho sasa kimekuwa kwa kiwango cha kihatari. Unapata mtu anakuja anasema siku hizi kifua kinauma anapofanya kazi kidogo ama anapofanya kazi ya wastani. Kifua kinapata maumivu sana. Nyingine inakuwa ni kwamba moyo unapiga kwa wingi. Tunapoketi hapa mara nyingi hauwezi kujua kwamba moyo wako unapiga. Ndio. Labda ushike mshipa kwenye mkono ama kwenye shingo. Ndio.
Lakini unapata wakati mwingine unasikia watu wanasema moyo wangu unapopiga mimi naweza kuusikia katika kifua. Naam. Hiyo unapata kwamba shida ama maradhi ya moyo yanaanza. Wengine wanapata ni kufura kwenye miguu ama kufura kwenye tumbo. Ndio. Unapata uvimbe huu unakuja kwa sababu ile damu haipigi vizuri, kwa hivyo maji inaanza kukithiri katika viungo hivi kama vile miguu ama tumbo. Ndio. Wengine nao wanapata shida ya kutoweza kufanya kazi bila kuchukua nafasi ya kupumzika. Unasikia kwamba mtu anasema kweli kazi naweza kuifanya, lakini kazi hii nikiifanya kama vile kupanda zile tunaita stairs, inakuwa ni kwamba lazima apumzike mara kwa mara ili afike kule juu. Ndio. Na hiyo ni kwa sababu ipi? Ile pampu haifanyi kazi vizuri, kwa hivyo viungo havipati nguvu vya kumwezesha kufanya kazi ile kwa urahisi. Ndio. Naam, shukrani sana kwa dalili hizo, kwa sababu tukiziangalia mara nyingi unapata kwamba watu wengi wanaanza kufananisha magonjwa ama wanatumia sana kule kutafiti kwa njia ya mtandao, na unapata kwamba inakuwa makosa. Labda katika hii dalili ambayo umezungumzia, uchovu na mtu anapumua kwa juu, unapata kwamba kule kupumua ukijishika vizuri kwenye mkono wako ama kwenye mahali roho ipo, unasikia kwamba inadunda kweli kweli. Labda kuna njia ambazo zipo za kitaaluma kwamba ukisikia hivyo unafaa kufanya first aid namna gani? Naam, kweli kabisa. Na hiyo ni swali nzuri kabisa, kwa sababu lazima watu waelewe kwamba shida za moyo zinakuja kwa njia mbili. Kuna zile shida ambazo zinakuja kwa muda mrefu. Shida ambazo zilianza alafu zinaendelea kukithiri vile muda unavyokwenda. Alafu kuna zile shida ambazo zinakuja katika hali ya kidharura, ambazo lazima uje hospitali ghafla. Lazima uje hospitali mara moja. Ndio. Ili kwamba uokoe maisha. Ndio. Unapopata dalili kama kupata maumivu sana kwenye kifua, ama moyo unapiga ama unadunda kwa mpigo mkubwa. Ndio. Ama unashindwa kupumua kabisa, haswa kama umekuwa na shida ya moyo hapo awali, ama familia kumekuwa na shida za moyo, ni vizuri kwanza uchukue dawa ukiwa nyumbani. Na dawa ambayo unachukua ni dawa hii ya kawaida ya aspirin. Ukimeza ile aspirin tembe 2, sasa unaweza kuja hospitali ukiwa katika hali yako ya hatari imepungua kidogo. Na kumaanisha kwamba lazima ukuwe umepitia matibabu na ukapata ushauri wa dawa ambazo unafaa kabisa. Unapofika hospitali inakuwa ni mambo ya kidharura. Hospitali nyingi siku hizi zimekuwa na utaalamu ambao unaweza kugundua shida ya moyo kwa kidharura ama kwa haraka. Kwa hivyo unapofika hospitali kunazo njia za kiutaalamu ambazo lazima utapitia, kama vile kupimwa kwa haraka kuonekana vile moyo unavyopiga, na pia kuona kama moyo umeathirika kupitia scan ama picha za kitaalamu fulani kuangalia moyo huu umeathirika kiasi ipi. Ndio. Zile vipimo ama vile vipimo vinafanyika katika muda usiopitisha dakika 15. Ndio. Kwa hivyo unapofika hospitali na umekuwa na shida kama hiyo, kifua kinapiga, kinadunda kwa wingi, maumivu yamekuwa mingi kwa kifua, umeshindwa kupumua, inafaa kwamba matibabu yako yanaanza chini ya dakika 15 ili kuokoa maisha. Ndio. Kabisa. Na shukrani sana kwa kauli hiyo. Na unapozungumzia kupimwa, najua humu nchini mbinu zetu ama hulka zetu za kutafuta huduma za afya mara nyingi imekuwa ni nyakati za lala salama. Hata saizi najua iwapo kuna mgonjwa utapata kwamba hali yake imezorota zaidi, ndiposa aende kutafuta matibabu. Labda humu nchini, je, Wakenya wanajitokeza katika vipimo vya kujua hali zao za moyo? Wakenya kwa kweli wangeweza kujitahidi. Tunaweza tumia mfano unakofanya kazi. Kenya wanakuja kabisa. Kwa hivyo kwetu ambapo tunafanya kazi kule Karen, hospitali kuu ya Karen, tunaona Wakenya wanakuja kwa sababu wameathirika tayari. Ndio. Na hapo itabidi Wakenya kujitahidi kidogo. Ndio.
kwa sababu unapokuja kabla ya kuathirika, tunaweza kugundua shida hii mapema, hata kabla hujapata hizo dalili. Ndio. Lakini wengi wanakuja kwa sababu dalili zimekuja ama ni wakati wa dharura. Ndio. Na kwa hivyo ni hamasisho kwa Wakenya. Ndio. Kwamba ni vizuri waweze kuja hapo awali ili kuokoa maisha yao na pia kuokoa pesa, kwa sababu tunajua kwamba matibabu ya moyo yanapopatikana, shida inapopatikana mapema, matibabu yanakuwa gharama yake haiko juu. Ndio. Lakini unapokuja wakati mambo yamebadilika kidogo, yamekuwa yamezidi kidogo, inakuwa kwamba matibabu pia yanapata kuwa na gharama ya juu. Naam. Shukrani sana kwa kauli hiyo. Mtazamaji, umeweza kuyasikiliza mwenyewe kuhusiana na shughuli nzima ya kukuhamasisha kuhusiana na ugonjwa wa moyo, kwa sababu tunakujali pia ukiwa pale nyumbani, na ni vizuri zaidi uweze kuzingatia hilo na kulifuata kikamilifu ili kuokoa maisha, alivyosema daktari, na ndiposa tunazidi kukuelimisha, kukufahamisha ili uwe sawa katika kuyafahamu masuala haya. Na mtazamaji, masuala haya ambayo tunaendelea kukupasha, pia ni vizuri uzungumze nasi kupitia mitandao ya kijamii pale kwenye Facebook TV47 Kenya, akaunti yetu ya X unatupata TV47 KE, na vile vile ingia kwenye akaunti ya kwangu Joshua Msare, na vile vile tutumia rafa fupi kwa nambari 22047. Tupigie pia simu hapa studioni, tueleze kisa chako. Daktari yuko hapa, ataweza kukushauri, na kikubwa zaidi hapa studioni atutibu, tunakushauri na kukuhamasisha. Basi iwapo kuna dalili, tembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe. Tukushirikishe vile vile mashinani. Hivi sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Nakuru. Mwandishi wetu Mike Chalo yupo tayari. Mike Chalo, wa Kenya na washikadau katika masuala ya afya wanasemaje kuhusiana na ugonjwa huu wa moyo? Chalo. Naam, asante sana Joshua Msare. Tunakujia moja kwa moja kutoka katika jiji la Nakuru, na katika jiji hili pia ninao wachanganuzi wangu ambao tutakuwa tunazungumzia swala zima la ugonjwa wa moyo. Nikianza na mwanadada ambaye yuko ni mojawapo wa wachanganuzi. Ukianza na jina lako, unafahamu nini kuhusiana na ugonjwa wa moyo, ama unafahamu ugonjwa wa moyo? Kwa majina naitwa Alzira Rodi, Nakuru resident, and I know for a fact that kuna ugonjwa wa moyo katika nchi yetu, na ni disease ambayo imeongezeka, na a lot of people are being diagnosed with it and they don't know what has caused it, ama ni nini imeileta, na imekuwa labeled ni kwamba ni ugonjwa wa matajiri, and for a fact it's not true. I know for a fact that hizo heart conditions, they vary. There are those who are born with it. I know for a fact that there are those who might have a problem with their valves. There are those who might have their arteries are narrowed. There are those who their rhythm of their heart might be different, might be regular and all that. So it differs, and when you're diagnosed with that, I think it's crucial that proper diagnosis is made and the condition that you're suffering from is clearly indicated to you, so that you know that the medical precautions that you're supposed to take. And for a fact that I know that most of the it's caused by lifestyle conditions and diseases. Kuna diseases ambayo it generates and it progresses and it causes these heart conditions. And I know for a fact that what we take in our body can also contribute to these diseases, such as high calorie intake, high salt intake, high sugar intake, high alcohol intake, high smoking, cigarette smoking and all that. So for a fact, I know that when we adjust our lifestyles and all that, it can really help with dealing with these cardiovascular diseases and all that. Naam, tabia za kimaisha ndizo wanazozisema Joash ambazo zinachangia ama ugonjwa wa moyo. Zingine mojawapo ama sababu nyingi ambazo zinachangia ugonjwa wa moyo anasema ni mankuli, sawa na tabia ya kimaisha kwa maana ya lifestyle. Pengine unadhani ni nini ambacho kinastahili kufanywa ili Wakenya waweze kuepuka swala hili la ugonjwa wa moyo? Kwa majina naitwa Oliver Charo, mkazi wa Nakuru. Kama mwenzangu alivyosema, mambo ya
magonjwa ya moyo huwa yanapatikana kwa sababu ya genetic condition, genetic disposition, alafu pia kuna lifestyle na also underlying conditions za health. Cha muhimu ni kwamba unajua sisi tunakuwa na mazoea, hatuna ile health seeking behavior. Lazima ugonjeke ndio uende kwa daktari ndio diagnose ajue kwamba unaugua kitu fulani. Lakini ukiwa na mazoea ya kujua hali yako iko vipi, ndio mambo kama haya yanaweza kuwa detected mapema. Kwa sababu unaweza kuwa kwa familia kuna historia ya kuwa na ugonjwa wa moyo na inaweza kuwa inakuaffect na haujui. Wakati mwingine pia lifestyle diseases, vitu ambavyo wakati mwingine tuna consider ni sawa, ni normal, inaweza kuwa ni vigumu kujua kwamba madhara yake yatakuja baadaye. So ni muhimu kuangalia mambo ya genetic conditions ambazo mtu anaweza kuwa nazo, na hiyo unaweza jua uko predisposed to nini kama unaweza enda kwa daktari kujua hali yako ya kiafya. Pia hizi lifestyle ambazo tuko nazo, kile ambacho unakula, shughuli ambazo uko nazo, either inaweza kuwa kuvuta sigara, kunywa pombe, mambo kama hayo, hata chakula ambacho unakula na kutofanya mazoezi pia wakati mwingine pia inaweza contribute kuwa na nini ugonjwa wa moyo. So wakati mwingine ni vizuri ukimbia kwa daktari kujua kwamba hali yako iko vipi na kama pia kuna zile indications kwamba unaweza suffer ugonjwa wa moyo. Naam, asante sana. Tukimalizia, pengine unadhani upatikanaji wa afya ya moyo hapa nchini unapatikana kwa urahisi ama upatikanaji wake uko vipi? Kwa majina naitwa Mati Lunalo, nikiwa Executive Director wa Reproductive Health Champions Organization, shirika lisilokuwa la kiserikali ambalo linaangazia masuala ya kiafya katika kaunti yetu na katika nchi yetu. Nataka kusema ya kwamba the government has put mechanisms in place, especially laws. We have the Health Act that stipulates comprehensively on why Kenyans should access healthcare. But unfortunately, when it comes to budgeting, funding and financing, it has become very expensive for Kenyans to access any medication in relation to heart conditions or heart health care. And I can assure you that today as we speak, there are so many Kenyans who are in very, very a clear position of getting this healthcare. Utapata kwamba wengi lazima wa travel nje za nchi ama nje ya nchi kupata huduma hizi, especially India, and for that treatment to happen it requires a lot of millions of shillings, and it has been very problematic for many Kenyans to access this. And two, if you look at what SHA is doing, still not very comprehensively covering it, and therefore as a precondition disease, majority of Kenyans who are even on SHA cannot access the comprehensive coverage of it through the healthcare systems. So nataka kusema kwamba kama serikali kama nchi imefeli, manake magonjwa hizi ambayo yanahitaji hela nyingi ili matibabu ifanyike ndizo ambazo hata kwa precondition hazijapewa nafasi katika zile comprehensive healthcare covers. So we are just saying that as a country we are behind and Kenyans are dying daily because of these heart conditions. All we need is a sustainable way of making sure that there are diseases that are covered under comprehensive medical public health covers such as SHA, because majority of Kenyans are willing to pay SHA. But again, as I pay SHA, is it really getting into what I want? Can I access these services through SHA, or when I go to the health facility I'll be told, no, you know what, SHA cannot take care of this, all of these problems. So as a country, I think the Minister for Health is Kagwe, or is Duale. I think Duale should come up with now making sure that these services are happening and found at level 4 facilities, at level 5 facilities. Diagnosis is done early so that at the same time the medication can start as early as possible. So I think that has been a problem for a while as a country. We don't know whether this budget that has been passed, financial year 2025-2026, whether it has specific component covering this problem as so that Kenyans can as well say, yeah, we are accessing these healthcare services within our facilities. Yeah. Asante sana. Joash, kama ulivyosikia, ni ugonjwa ambao umekuwa ukidhaniwa kuwa wa watu matajiri kutokana na upatikanaji wake, na wanachokisema ama wanachokitaka ni kuwa katika vituo vya afya vya level 4 ama level 5 basi ugonjwa huu uweze kupatikana, manake pia katika bima nyingi za afya haupo. Ni ugonjwa ambao ni hatari Joash, manake mara nyingi mtu anapougua huwa hajui hadi anapo
anapoenda katika kumwangalia daktari ili aweze kufanyiwa uchunguzi, ndipo anatambua kuwa nipo na ugonjwa wa moyo. Na ndio maana basi utasikia watu wengi wakikwambia mambo mengi, usiupe moyo mambo mengi, uachie moyo uweze kufanya kazi yake ya kusukuma damu tu. Joash. Na shukran sana Mike Chalo kutoka gatuzi la Nakuru, kituelezea na vile vile kushirikisha Wakenya kuhusiana na mjadala wetu wa siku ya leo. Na tumeweza kuwasikiliza daktari. Unasikia kwamba kuna hii kasumba kwamba huu ni ugonjwa wa matajiri, iwapo wewe si tajiri basi mambo yako yanakuendea vizuri. Na vile vile kuna hili swala ambalo linazidi kujitokeza, sijui hisia zako ni zipi hivi sasa tukizungumzia ugonjwa wa moyo. Wengi wanadhani ni ugonjwa wa matajiri. Hiyo kasumba ipo ama ni ukweli? Vile unavyosema ni ukweli. Ndiyo. Hilo ni kasumba. Ndiyo. Halina ukweli hata kidogo. Naam. Kwa sababu ipi? Zamani ilikuwa ni kweli kwamba matajiri walikuwa na shida ya moyo kuliko watu ambao hawako na utajiri. Ndiyo. Sababu ipi? Matajiri walikuwa wanatumia magari, hawakuwa wanafanya mazoezi. Ndiyo. Walikuwa wanakula vyakula ambavyo tunaita processed food, vyakula ambavyo vimepitishwa katika mafuta mengi kabisa. Lakini wakati huu mambo yamebadilika. Unapata wale kwanza sana wale matajiri ambao tunafikiria ni matajiri, unapokwenda kazini asubuhi unawapata barabarani wanafanya mazoezi, wanakimbia kidogo, wengine wanakwenda kwenye zile mahali kama gym. Lakini sisi ambao wengine wanasema hatuna utajiri, ndio tunatumia magari sana. Ndiyo. Labda na mtu anatumia matatu, anapofika nyumbani anakula na lala. Hakuna mazoezi ambayo hapo. Kwa hivyo ugonjwa huu unaweza kupata mtu yeyote. Sio kwamba utajiri ndio unaleta magonjwa haya. Ndiyo. Ni ile hali ya uraibu wa kimaisha. Kama wewe haufanyi mazoezi, kama wewe hauli chakula ambacho kina rutuba ya kutosha na kina manufaa kwa mwili, kina na mafuta nyingi, basi inakuwa kwamba wewe uko katika hatari ya maradhi ya moyo. Haijalishi utajiri. Naam, shukran sana kwa hilo. Kuna swali hapa. Uliza, mtu anaweza kufa kwa sababu ya heartbreak. Swali nzuri sana ilile. Na ni kweli kwamba mtu anaweza kuadhirika. Siwezi sema kwamba unaweza kupoteza maisha. Ndiyo. Ni kweli unaweza kupoteza maisha. Lakini pia unaweza kuadhirika katika hali ya moyo. Moyo wako unaweza kudhoofika kwa sababu ya shida za msongo wa mawazo. Ndiyo. Kushtuka kunasababisha maradhi fulani ya moyo tunaita Takotsubo cardiomyopathy. Yaani kwamba ile misuli ya moyo inaanza kuadhirika, inaanza kudhoofika kwa sababu ya kushtuka. Na hilo ni jambo ambalo linapatikana katika watu chache kabisa katika area yetu ama dunia hii. Lakini ni jambo ambalo linaweza kufanyika, na kwa hivyo mtu asiseme kwamba hawezi kuadhirika. Ndiyo. Kumaanisha kwamba kama wewe una msongo wa mawazo na unapata dalili ambazo tumeongelea hapo awali za moyo, ni vizuri uje upimwe ili kujulikana, kwa sababu inaweza kuwa kwamba kweli moyo wako umeathirika. Na daktari, sijui kama kuna tofauti kuhusiana na mshtuko wa moyo na vile vile ugonjwa wa moyo. Haya mambo ni sawa au ni mambo mawili tofauti? Ni mambo mawili tofauti. Naam. Lakini wakati mwingine unapata kwamba mambo haya yanakinzana. Ndiyo. Mshtuko wa moyo Ndiyo. ni jambo la dharura. Heart attack. Heart attack. Ndiyo. Na hiyo inakuja kwa sababu mshipa ambao unarutubisha moyo. Kumbuka moyo ni kiungo ambacho kinafaa kupiga ili kurutubisha viungo vyote vingine vya mwili. Ni kimoja tu. Ni kimoja tu. Ni kiungo ambacho kiko kimoja kabisa. Ndiyo. Lakini kiungo hiki pia kinahitaji damu hiyo ili kujirutubisha chenyewe. Na kwa hivyo unapata kuna mshipa ambazo ziko katika moyo wenyewe ambazo zinasambaza damu katika kiungo hicho cha moyo. Ndiyo. Wakati mwingine inakuwa mishipa hii inapata kufanya blockage. Ndiyo. Yaani ni kama kwamba mishipa hii inafungana. Mishipa hii inapofungana ni jambo la dharura. Ni jambo ambalo linakupa dalili za kufeli kwa moyo kwa muda wa haraka sana. Ndiyo. Na hiyo ndio tunaita heart attack. Unapata kwamba mtu dakika moja alikuwa na wewe, alikuwa ako sawa, dakika nyingine ameanguka, hapumui,
Anasema ni kama katika mambo ya matibabu tunasema ni kama unakanyagwa kifua na ndovu. Yaani unasikia pressure kwenye kifua ambacho haujawahi kuhisi tena. Ndio. Hiyo ni kwamba umepata heart attack. Na watu kama hao chini ya muda wa dakika 10 wanafaa waje hospitali. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye ameanguka ghafla na anakueleza kwamba hawezi kupumua na anasema ni kwamba kama kifua chake ni kama kimekanyagwa ama kina pressure ambayo hajawahi kuhisi siku nyingine, huyu mtu mara moja inafaa umfikishe hospitalini bila ya kupoteza muda. Kwa sababu huyu amepata ile tunaita heart attack. Ndio. Na asipofika hospitali kwa muda unaofaa, inakuwa kwamba moyo huo utafeli na mpigo wa moyo utasimama. Mpigo wa moyo unaposimama, damu haitembei kwenye mwili. Ndio. Na kuna kiungo kingine kinachokuwa na umuhimu haswa ambapo hakiwezi kutolerate kutokuwa na mambo ya mpigo wa damu, na hicho ni kiungo cha ubongo. Ndio. Kwa hivyo mtu anapokaa kwa muda wa kama dakika 10 ambapo damu haitembei kwenye mwili, Ndio. ubongo unaweza kukosa kurutubishwa na damu na ubongo huo hauwezi kurudi, hata kama tunaweza kupiga moyo ule na stima na moyo ule urudi kazi. Ile sasa resuscitation. Ndio. Kwa hivyo ni vizuri kwamba mtu yeyote ambaye ana dalili za hiyo tunaita heart attack. Ndio. Ambao tumesema ni kuanguka, kusikia kwamba moyo unapata pressure kwa wingi, kushindwa kupumua, huyu mtu afikishe hospitali mara moja. Anapofikishwa hospitali, afikishe hospitali ambayo ina uwezo wa kutoa ile blockage. Ndio. Katika ile mishipa ya damu kwenye moyo mara moja. Naam. Asante sana kwa hilo. Kuna pia swala lingine linaweza kaa la kimsingi lakini ni swala nyeti. Kufa ganzi. Unasikia mtu anasema kwamba mikono yangu nahisi kwamba sisikii chochote. Sehemu yangu moja ya mwili sihisi kwamba iko na hisia. Miguu yangu imekufa ganzi. Hizi zinakuaje? Kuna uhusiano wote na moyo au kunaendaje? Kabisa. Swali nzuri sana hilo. Katika maradhi ya moyo, sio kwamba ni kiungo hicho cha moyo peke yake ambacho kinaathirika. Ndio. Pia ile mishipa ambayo inarutubisha mwili, ambayo inasambaza damu katika mwili, pia inaweza kuathirika. Mishipa hii inaathirika kwa sababu ya kuongezeka kwa mafuta ya aina fulani tunayoita cholesterol kwenye mwili. Na cholesterol ni mafuta hatari sana. Sio kwamba wewe lazima uwe mwenye kimo kikubwa. Sio lazima wewe uwe mtu mzito ili kwamba uwe na cholesterol nyingi kwenye mwili. Ndio. Cholesterol ni mafuta ambayo inakwenda inajaa kwenye mishipa ya kupitisha damu. Na inafanya mishipa hii inakuwa nyembamba. Mishipa inapokuwa nyembamba, ile mishipa ambayo ina kaliba ama mishipa kubwa kubwa, hayo mishipa hayaathiriki kwa wingi. Ndiyo. Lakini unapokwenda kule chini kwenye miguu ama kwenye mikono, mishipa hiyo inaanza kuwa kwenye ya kimo kidogo. Ndiyo. Ama inakuwa na kaliba kidogo. Mishipa hii inapoathirika na cholesterol, inaweza kufungana kabisa. Na ikifungana, damu haitafika kwenye viungo hivi kama tunaongelea mikono ama miguu. Na dalili ya kwanza utayopata ni kukufa ganzi. Unapata kwamba pia kwamba vidole hivyo ama vidole vya miguu hivyo vinaanza kuwa nyeusi. Ama vinaanza kuwa ni kama vinabadilika rangi, vinakuwa kwamba vimekuwa darker than usual. Hiyo inamaanisha damu haifiki kule vizuri. Ndiyo. Na damu isipofika vizuri, misuli inaanza kufa na pia ile mizizi ya nerves pia inaanza kuathirika. Ndiyo. Na kwa hivyo ni vizuri vile unavyosema, shida ya moyo pia inaweza kuathiri viungo vingine kama vile miguu na mikono, na kukufa ganzi pia ni dalili ya maradhi ya moyo. Ndiyo. Kabisa. Na shukran sana kwa hilo. Ningependa tuzungumzie kundi lingine hapa, akina mama wajawazito. Najua mara nyingi unapata kwamba akienda katika kliniki anaambiwa kwamba pima pressure, angalia sukari yake, kiwango chake cha damu, na unapata kwamba ni swala ambalo linazungumziwa kwa sana. Na tukizungumzia basi high blood pressure,
basi ulivyosema awali kwamba kuna uhusiano wake na mambo na moyo. Labda katika kuwatunza na vile vile kuangalia afya za kina mama wajawazito, labda ni kipi ungependa kushauri haswa katika swala kama hili la ugonjwa wa moyo? Asante. Mama mjamzito ako katika hatari kubwa ya maradhi ya moyo. Ndiyo. Na pia ako katika hatari ya kupata shida za shinikizo la damu ama pressure. Sababu yake ni kuwa kwamba ya kwanza zile tunaita hormonal changes ambazo zinaendelea mtu anapopata ujauzito vinachangia sana katika kuongezeka kwa mambo ya pressure kwa kina mama. Na pressure hiyo ikiongezeka pia inaweza kuathiri moyo. Kwa sababu kumbuka kwamba moyo kazi yake ni kupiga damu. Inaleta mpigo wa damu. Kwa hivyo kama pressure iko juu, inamaanisha kiungo hiki lazima kifanye kazi kwa yani inafaa iongeze ile kazi yake ama ile nguvu yake ya kupiga. Ndiyo. Ili kwamba damu hiyo ifike kwenye viungo ambavyo vinafaa. Ndiyo. Lakini kumbuka kwamba kiungo hiki cha moyo kinaweza kufanya kazi kwa kadri fulani. Kwamba pressure ikiongezeka ifike kiwango fulani, moyo huo hauwezi kupitisha damu vile inavyoweza. Kumaanisha moyo huo sasa utaanza kufeli. Ile misuli ya moyo inaanza kupata unyonge, inaanza kudhoofika. Unasikia moyo umekuwa mkubwa. Unapopigwa picha unaambiwa moyo wako umekuwa mkubwa. Sio kwamba moyo wako umekuwa mkubwa kwa sababu wewe ni jasiri. Unajua katika Kiingereza unasema somebody with a big heart ni mtu mjasiri. Ndio. Lakini hivi ni kwamba moyo huo umeanza kufeli. Ndio. Umeanza kufeli kwa sababu pressure imekuwa ni nyingi. Misuli imeanza kudhoofika. Misuli ikianza kudhoofika inaanza kupata kulegea. Na moyo huo unaanza kuona kama ni mkubwa. Ndio. Kwa hivyo shauri kwa kina mama ambao wana ujauzito ni kwamba hivyo vipimo ni muhimu sana. Ndio. Na vipimo kama pressure vikionekana kwamba vimeanza kupanda, pia ni muhimu sasa mtu afanye vipimo vya moyo. Kwa hivyo tunaanza na kupima pressure. Pressure yako ikiwa iko sawa, hatuna haja ya kupima moyo. Ndio. Lakini kama umekuwa na shida ya moyo hapo awali, inakuwa ni vyema kwamba unapopata ujauzito umshauri mtaalamu wa moyo, kwa sababu hiyo safari ya ujauzito lazima iwe na madaktari wa aina mbili. Daktari wa ujauzito na pia daktari wa moyo. Naam. Kabisa. Naam, shukran sana kwa hilo. Mtazamaji, unayasikiliza mwenyewe kutoka kwa Daktari James Kariuki ambaye ni mtaalamu wa moyo na vile vile ni mtaalamu wa upasuaji, na pia anashauri pakubwa masuala ya matibabu ya jumla ili kuweza kukuweka sawa kuhusiana na masuala haya, na ameweza kutueleza yale ambao unafaa kuyatekeleza ili kuweza kuboresha afya yako. Yazingatia tafadhali. Na mtazamaji, endelea kusema nasi, unaruhusiwa kupiga simu iwapo una swala ambalo ungependa tulizungumzia, haswa tunapojikita kwa ugonjwa wa moyo. Itakuwa bora zaidi kwa sababu daktari atakupa utaalamu wake kuhusiana na swala hilo na kukushauri pia ili uweze kupata matibabu kwa wakati, uweze kuendelea na maisha. Na daktari, kuna hili swala lingine ambalo pia linajitokeza, ndio tumezungumzia kina mama wajawazito. Pia ni vizuri tuzungumzie zile risk factors. Najua ulizigusagusa tukianza. Kuna zile risk factors ambazo huenda zikaathiri pakubwa namna moyo unavyofanya kazi zake. Awali umezungumzia swala la utumiaji wa mihadarati. Linachangia pakubwa katika kuathiri moyo. Na labda risk factors zingine ni zipi ambazo pia ni universal, kwa sababu mara nyingi utasikia kwamba wanaume wanalewa sana, lakini siku hizi mambo yamebadilika. Kabisa. Jinsia zote, vijana, wazee, wote wanabugia kweli kweli. Kabisa. Ni kweli. Risk factor ambayo umeongelea ya mihadarati kweli inachangia pakubwa. Sugu. Mihadarati sugu. Ndio. Inachangia sana katika maradhi haya ya moyo. Kwa sababu ipi? Mihadarati haswa huwa inaathiri viungo vyote vya mwili. Ndio. Kumbuka kwamba mwili una viungo ambavyo vinafaa kusafisha damu. Viungo ambavyo vinafaa kusafisha mwili kutokana na mambo yote ambayo unakula ama unabugia. Hasa unapata kwamba unapotumia mihadarati, viungo kama vile maini na figo vinaathirika. Vikiathirika, inakuwa kwamba damu inakuwa ni nzito. Kwa sababu damu hiyo haiwezi kuoshwa vizuri kwenye mwili. Na hiyo inachangia katika pressure,
na pia katika kuathiri moyo, kwa sababu daktari, ni kukatize tupate simu ili tuendelee na hizo risk factors. Fatma kutoka Nairobi, habari za sasa, na swali lako ni lipi kwa daktari? Okay, naitwa Fatma. Fatma, Mimi niko na shida, nilipata ugonjwa wa sukari nikiwa mjamzito. Halafu sasa hivi hiyo ujauzito ikatoka. mwelekezi, tunaomba sauti tafadhali. Nilipata ujauzito nikiwa ugonjwa wa sukari nikiwa mjamzito. Ndio. Halafu hiyo ujauzito ikatoka. Saizi niko tu hivyo na hiyo ugonjwa. Na labda ni swala ambalo linahusiana na namna moyo unavyofanya kazi au vipi? Sometimes nikifanya kazi roho inapiga sana na nguvu, halafu na sweat. Ndio. Labda sasa ungetaka ushauri upi? Amepotea. Amesema kwamba alikuwa mjamzito, ujauzito ukatoka. Labda katika hayo mazingira daktari, labda hajauliza aswa, angependa asaidiwe vipi? Fatma amejaribu kuuliza na nafikiria nimemuelewa. Kwa sababu tumezungumzia swala la ujauzito Kabisa. Akalionelea hapo. Unapopoteza ujauzito ambalo na kwanza ni kumpa pole Fatma. Bila shaka. Inakuwa kwamba shida hiyo inaweza kuwa kwa sababu ya mambo mengi. Ndio. Na shida ya moyo inaweza kuwa ni shida moja. Ndio. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo yanaweza kuchangia. Na kwa hivyo mimi ushauri ambao ningependa kumpatia Fatma ni kwamba aje atuone katika hospitali ili tuweze kumpima, tufanye vipimo vyetu na tujue shida hiyo ilikuja kwa sababu ipi. Mara nyingi utapata ni pressure. Inakuwa kwamba pressure ilipanda katika ujauzito. Na ilipanda kwa kiasi ambacho kinaweza kufanya mtu kupoteza ujauzito. Na kwa hivyo ni vizuri sana, na mimi ningemshauri sana Fatma kwamba aje afanyiwe uchunguzi huu. Ili tuwe na uhakika haswa shida hii ilitokea kwa sababu ipi. Naam, shukran sana Fatma, natumai umeweza kupata kauli ya daktari. Vipimo ni muhimu zaidi ili kufanya uchunguzi na kuweza kutafuta sababu ilikuwa nini. Na hiyo itasaidia katika shughuli nzima ya kuweza kupata usaidizi na masuala kama hayo yasije yakatokea tena katika maisha. Na daktari, tulikuwa kwa risk factors, tumezungumzia mihadarati, umesema kwamba haya ni mambo ambayo yanaathiri wengi sana. Kabisa. Ndio. Shida nyingine kuu ni kubugia kwa pombe. Na vile unavyosema ni vyema kwamba zamani ilikuwa kwamba wazee ndio wanabugia pombe. Ilikuwa inajulikana kwamba katika familia mama anakwenda kanisani, mzee anakwenda kwenye bar. Lakini siku hizi mambo yamebadilika. Mambo yamebadilika kweli. Unakwenda kule kwenye area za vileo unapata pia kina dada wamejaa pale. Na hilo ni jambo ambalo linafaa kuwa na kuangaziwa katika jamii, kwa sababu tunapoendelea kubugia pombe ile hatari ya kupata kudhoofika kwa moyo pia unaongezeka. Na pombe haswa huwa inaanza kwanza kwa kuathiri maini. Maini inapoathirika unapata pressure inapanda. Kiungo kingine ambacho kinaathirika sana sana ni kiungo kinachoitwa pancreas. Na hivi viungo viwili, maini na hicho kiungo cha pancreas vinapoathirika pia moyo unaingia katika hatari. Ndio. Na kwenye biolojia hivi ni viungo ambavyo viko katika ukaribu sana. Kabisa, viko ni majirani. Ni majirani. Kwa hivyo jirani yako akianza kupata shida, pia wewe uko katika hatarini. Na ni kweli kwamba tunao wagonjwa ambao walianza na shida ya maini ama shida ya pancreas walipokuwa katika miaka ya ujana. Alafu baadaye wakaendelea na wakapata shida ya moyo katika miaka yao ya kuendelea. Kwa hivyo ni vizuri kwamba mtu anajikinga na shida ya moyo kwa kupunguza mambo ya vileo. Ndio. Shida nyingine hatari kabisa ni shida ya kufuta sigara. Tunasema katika mambo ya matibabu ama mambo ya utaalamu wa kiafya hakuna manufaa hata moja ya sigara. Ugonjwa wa saratani mwilini, karibu saratani zote za mwili ziko na uhusiano na sigara. Ikichangia pia saratani ya moyo, na watu hawajui kwamba moyo pia unaweza kupata saratani.
Na pia unapata katika ule moyo ambacho ni kiungo ambacho tunasema kinafaa kufanya kupiga damu. Ndani ya moyo huwa tunapata vitu ambavyo tunavyoviita valves. Valves ni kama milango. Na milango hii inafaa kupitisha damu kwa njia moja. Ndiyo. Ama yani kwamba damu hiyo haiwezi kurudi. Ikipita haiwezi kurudi. Ndiyo. Lakini unapofuta sigara, milango hii inapata kudhoofika. Ya kwamba sasa moyo unapopiga damu, mlango huo ufunge ili kwamba damu hiyo isirudi nyuma. Mlango umekuwa kwamba umedhoofika. Kumaanisha damu hiyo inarudi kwenye moyo. Yaani kwamba haifiki kwenye viungo vinavyofaa. Na moyo huo unaanza kujaa damu na misuli yake inaanza kudhoofika na baadaye moyo huo unafeli. Kwa hivyo cha kwanza ambacho mimi ningependa kuhimiza ni kwamba watu wajiepushe kabisa na sigara. Tunasema vileo unaweza kupunguza kubugia vileo, lakini sigara hakuna kupunguza. Sigara unafaa kuacha kabisa. Na labda daktari, katika hilo umesema uvutaji wa sigara na kulingana na ripoti ambayo ilitolewa na NACADA mwaka huu, vijana wengi wanatumia bangi kwa sababu hiyo ni mojawapo ya bidhaa ambazo zinavutwa. Je, katika suala kama hilo zinaendana? Ni uvutaji kabisa. Wajua sigara ile ambayo tumezoea ambayo inauzwa madukani ni sigara ambayo ndani yake kuna ile kemikali ambayo tunaita nicotine. Na hiyo ndio sana sana inaleta mambo ya saratani. Bangi nayo ni tofauti kidogo. Unapata kwamba bangi inakuzwa katika mashamba, saa nyingine unapata kisirisiri watu wanakuza mambo haya. Lakini kwa sababu bangi hiyo hatuwezi kujua vile ambavyo inatengezwa baadaye kutoka shambani na kuwa dawa. Ili kwamba iweze kuwa dawa ambayo watu wanafuta. Inakuwa ni vigumu kwamba mtu kujua yule ambaye alitengeneza aliongeza nini kule ndani. Na wakati mwingi unapata kwamba ile bangi ambayo inauzwa ni bangi ambayo ilitengenezwa na kuongezwa mihadarati mingine. Kikubwa watu waachana mihadarati. Kwa hivyo ni vizuri sana mtu kujiepusha kabisa. Naam, shukrani sana daktari kwa hilo. Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, mazungumzo ali kabisa kuhusiana na mada ya siku ya leo, hofu ya ugonjwa wa moyo na masuala ambayo yanakuhusu. Iwapo basi moyo wako utakuwa na tashwishi, basi mwili wako wote utaathirika. Na ikumbuke kwamba hiki ndicho kiungo cha kipekee ambacho kiko katika mwili wako, si kama figo. Figo kuna viungo viwili na vinakuja in pairs. Unapata kwamba hivyo ukicheza na moyo basi umecheza na maisha yako. Mtazamaji, hivi sasa nikupeleke maeneo ya Nyahururu. Laban Muhinda anazungumza na Wakenya kuhusiana na mada hii. Hebu tusikilize Laban. Huku tukizidi kujadili masuala yanayohusiana na ugonjwa wa moyo, ningependa vile vile kuhusisha tu baadhi ya wakazi kutoka mji wa Nyahururu kwenye kaunti ya Laikipia. Tusikie wao wanahisia zipi kuhusiana na ugonjwa wa moyo. Je, wanafahamu upi kuhusiana na ugonjwa wa moyo na changamoto gani ambazo wao hupitia mara kwa mara wanapotafuta huduma za matibabu? Kwanza kabisa naweza sema ya kwamba matatizo ambayo yanaleta ugonjwa wa moyo, naona hasa kwa maoni yangu ni kama vile chakula ambazo pengine tunazitumia. Pengine zingine ziko na kemikali ambazo zinaleta madhara kwa mwili. Chakula kama hizo. Ni eti ugonjwa wa moyo inatokana na vile stress zinaingia. Wakati hiyo stress inaingia inasababisha ugonjwa wa moyo. Na wakati we kama mzee ama mama ama yote yule anasubuliwa, tusiwe tuna makasiriko. Hiyo makasiriko inawezesha ugonjwa wa moyo, na hiyo ugonjwa wa moyo unaweza aga dunia moja kwa moja. Asante sana Bwana Laban kuuliza swali kama hilo la kaunti ya Laikipia ambapo tupo. Kaunti yetu ya Laikipia haswa nikiweza kureflect na huku kwetu Nyahururu na Laikipia mzima, hatuko pahali popote. Manake serikali yetu ambayo tuko nayo ya mseto, sijawahi sikia siku hata moja gavana wetu akireflect ama akiongelelea kuhusu ugonjwa wa moyo. Sijawahi sikia. Hata ukienda huku katika hospitali yetu ambayo tuko nayo huku, hauwezi pata mashini za ugonjwa wa moyo. Unaenda kule daktari akidetect kidogo uko na ugonjwa wa moyo, unaweza kutumwa hospitali za nje. Kwa hivyo hatuko popote
mimi naweza sema tuko zero. Serikali yetu kuu bado iko na changamoto, manake haijatilia maanani katika kutibu ama matibabu ya ugonjwa wa moyo. Sasa pangu ninaomba tu serikali iweze kuchukulia ugonjwa wa moyo na uzito kiwango fulani, ili tuweze kupata matibabu mema na ili tuweze kupata madaktari wazuri ambao wataweza kutibu wagonjwa wetu na facilities ambazo zinafaa katika Kenya hii yetu. Hayo tu ni maoni ya baadhi ya wenyeji kutoka mji wa Nyahururu wakisema kuwa mara kwa mara wao hukumbana na changamoto si haba wanapotafuta huduma za matibabu ya magonjwa ya moyo. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea kuregesha usukani kwako studio. Na mtazamaji, ni hisia za Wakenya kutoka maeneo mbalimbali. Naarifiwa tuna simu. Habari za sasa, tuambie unaitwa nani na unatutazama kutoka wapi na swali lako ni lipi? Stella. Naam. Swali langu ni kwamba huu ugonjwa wa moyo watoto uzaliwa nayo. Naam, unaitwa nani alafu swali lako tumelipata? Ndio nilikuwa naulizia huu ugonjwa wa moyo watoto wanazaliwa nayo. Asante sana, daktari anakujibu. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuzidi kutegea. Ni vizuri pia utuambie unaitwa nani, unatazama kutoka wapi, ili tukuite kwa jina haswa. Na tusikilize daktari kwa kifupi. Anasema kwamba swala hili watoto wanaweza zaliwa nao. Kweli kabisa. Ndio. Watoto mara nyingi wanazaliwa na shida ya moyo. Ndio. Na kitu ambacho tungependa kusema ni kwamba utaalamu wetu umeongezeka. Ndio. Kwamba sasa tunaweza kupata shida hizi za moyo ama kugundua shida hizi za moyo aidha wakati mtoto amezaliwa ama hata kabla azaliwe. Ndio. Unapofanya zile skani za ujauzito unaweza kuona moyo huu kweli unaweza kuwa na udhaifu. Na kwa hivyo unaanza kupanga matibabu kabla mtoto kuzaliwa. Na kuna hili swala nilikuwa natafiti wasema kwamba iwapo mama akiwa mjamzito hajapata zile chanjo ambazo zinastahili, unapata kuna changamoto ya kuathiri moyo wa mtoto. Kabisa. Ndio. Chanjo hizi ni muhimu. Chanjo hizi huwa zinaokoa maradhi mengi. Zamani watu walikuwa kwamba hawawezi kupata ujauzito ambao uko na ile tunaita safe pregnancies. Ilikuwa watu wanaathirika sana. Lakini siku hizi kwa sababu ya chanjo mambo yamebadilika. Kwa hivyo ni kuhamasisha akina mama kwamba unapopata ujauzito lazima kupata chanjo. Kwa hivyo inazuia maradhi mingi. Haswa maradhi kama vile ya moyo. Naam. Shukran sana daktari. Mtazamaji, ndo hali halisi, ndo masuala ambayo tunakuelimisha, na natumai dada kutoka hapa Nairobi umeweza kupata jawabu kwamba mtoto ndio anawezazaliwa katika hali hiyo, na ni vizuri sana kuweza kupata huduma kutoka kwa mhudumu wa afya kwa kupitia vipimo vya uchunguzi wa afya yake. Mtazamaji, hivi sasa nikupeleke eneo lingine, kaunti ya Kisumu. Laban Shikokoti yupo tayari. Laban, washikadau wa Kenya wanasemaje kuhusiana na mada hii? Na bila shaka nipo katika mtaa wa Nyalenda, mbali kidogo na jiji kuu la Kisumu, leo hii tukiwa tunaangazia tu maradhi ya moyo, na hapa ninaye mtabibu katika eneo hili. Labda tuanze tu kwa jina lako, unaitwa nani? Asante. Kwa majina naitwa Morris Ombima. Mimi ni mmoja wa mtabibu katika hii mtaa duni ya Nyalenda. Nashukuru. Wewe kama daktari, unahisi ni vitu vipi ambavyo Wakenya wanajihusisha ndani na vinachangia maradhi ya moyo? Kwanza kabisa ugonjwa ama maradhi ya moyo ina upana kubwa sana. Kuna aina mingi tu za ugonjwa za moyo. Mojawapo kwa mfano kwa lugha ya kimombo inaweza kuwa ni high blood pressure, cardiac arrest, heart failure. So haswa ugonjwa wa moyo aina hizo zinatokana kulingana na venye mtu anahusiana na mambo mbalimbali. Kwa mfano kuna zile chakula ambavyo mtu akikula kawaida unapata inapandisha pressure. For example, chakula ambayo iko na cholesterol juu ama a lot of fatty food. Vile vile pia kuna vitu vingi tu, kwa mfano kuvuta sigara, pombe nyingi, kukua na mwili ya obesity. Hizo ni moja vitu ambavyo vinachangia. Na pia kutofanya zoezi. Mtu akikaa tu then wakati mwingine unapata
heart ama moyo inakuwa very inactive na anaweza end up kukuwa na vitu kama cardiac arrest ama heart failure ama high blood pressure. Ndio hiyo. Wakenya wengi wakati wanasaka huduma za matibabu ya huu ugonjwa wa moyo, unahisi ni changamoto zipi ambazo wao hukumbana nazo? Kwanza sana sana mtu anaweza kuwa kuna ugonjwa wa moyo na sijue. Ingaje kuna wakati mtu anaweza hisi na anaichukulia hivi hivi tu. Sahi kwa vile kuna changamoto mingi katika matibabu, so unapata watu wengi hawapati nafasi ya kupima pressure yao vizuri wakajue kuwa wanaweza kuwa wako na ugonjwa wa moyo. Lakini chenye naweza himiza, kwa sababu vitu kama saizi blood pressure machine ziko everywhere, hata kwa hizi pharmacy facility ndogo ndogo, nitahimiza wananchi kuwa kila mara mtu akiingia kwa kituo cha matibabu akuwa anapima blood pressure yake. Ndiposa akipata kama bado iko chini, anaanza matibabu na iteremshwe na ikue sawa, aweke kwa madawa na inakuwa sawa. Lakini mtu akingoja sana, hivyo ndio utashtuka mtu anakuwa na heart attack ama cardiac arrest, na hizo wazi kikuja inakuwa ni stroke na ni mbaya sana. Yeah. Asante sana. Na bila shaka hayo ni maoni ya mtabibu katika eneo hili la Nyalenda, akielezea tu changamoto ambazo wale wanaougua ugonjwa huu wa moyo wanakumbana nazo. Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni. Shukran sana Laban Shikokoti kutoka mtaa wa Nyalenda, kaunti ya Kisumu. Daktari, umesikiliza masuala ambayo anayozungumzia, mnazungumza kwa lugha moja. Na kuna ile swala ambalo pia ningependa kukushirikisha, najua muda unatukimbia pia. Kuna labda muda ambao upo kitaaluma, kisayansi, kwamba mtoto akizaliwa kuna muda anafaa kulia, kwa sababu kuna visa unasikia kwamba mtoto hajalia na ina uhusiano upi na moyo? Kabisa. Ndio. Mambo ya kujifungua siku hizi imebadilika sana. Ndio. Mara nyingi akina mama wanajifungua hospitalini. Na pale hospitalini kunao wataalamu ambao wamefanyiwa mafunzo ya mambo haya. Ndio. Wale wakunga ama madaktari ambao wako pale lazima waangalie kama mtoto amelia pindi tu anapozaliwa. Kama kuna kuchelewa katika kulia, inakuwa ni jambo la hatari. Ya kwamba kweli inaweza kuwa kwamba kuna viungo ambavyo vimeathirika, haswa kiungo cha moyo. Sana sana unapoona mtoto huyu pia haji na ile rangi ya watoto ya kawaida. Anakuja ni kama ako katika hali rangi ya kisamawati kiplani. Yani imekuwa bluish. Tunaita blue baby syndrome. Mtoto ambao amezaliwa na ako na rangi ambayo sio ya kawaida. Ni kwamba moyo huo haupigi vizuri, viungo havipati kurutubishwa na damu. Kwa hivyo mtoto anafaa kulia pindi anapozaliwa. Asipolia pindi anapozaliwa, kuna hatari. Naam, shukran sana. Agri kutoka Butere, habari za sasa na swali lako ni lipi kwa daktari? Swali langu ni hili. Ndio. Mimi nilikuwa na pressure na sasa ni moyo ukaanza kuwa mkubwa. Sasa vile ulikuwa mkubwa, nauliza na meza madawa inaweza rudi vizuri ama itabaki tu hivyo hivyo? Naam, shukran sana kwa swali lako Agri kutoka Butere. Daktari ndo huyo anasema anatumia madawa na alipatikana na shida ya moyo. Ushauri wako ni upi? Bwana Agri kutoka Butere, asante kwa swali hilo. Swali nzuri sana. Ndio. Agri amesema yeye ana shida ya shinikizo la damu, pressure imepanda na moyo umekuwa mkubwa. Ama umekuwa kimo chake kimekuwa kikubwa. Ndio. Ni kwamba moyo wake unaathirika kwa sababu ya pressure. Na ashaanza kupata dalili za kufeli kwa moyo. Ndio. Kitu cha kwanza ambacho Agri anafaa kufanya kwa dharura ni kupata vipimo vya kitaalamu, kujua moyo huo umeathirika kiwango kipi. Ili kwamba zile dawa zake za pressure ziweze kubadilishwa. Iwe kwamba dawa zake za pressure pia ni dawa ambazo zinakinga moyo kuathirika vizaidi na pia vinasaidia moyo huo hata kama umeathirika kuanza kupata nafuu. Naam. Naam, shukran sana kwa hilo. Najua tujazungumzia matibabu na swali lake Agri basi linatuvusha katika matibabu. Labda matibabu ya ugonjwa wa moyo yanakuwa vipi kwa kifupi? Asante. Cha kwanza katika matibabu ya moyo
ni kuzuia kupata kufeli kwa moyo. Na hiyo inafaa ya kwa kwamba vile ambavyo daktari anavyosema kutoka kule upande wa Kisumu, lazima watu waje mara wanapopata dalili hizi katika hospitali. Usingoje dalili kuongezeka. Usikwende kwenye duka ya dawa ukapatiwa madawa bila kupimwa. Na wewe ambao haujapata dalili bado, kila mwaka unapokwenda kufanya vipimo vyako vya kiafya, haswa sisitiza kwamba upimwe pia moyo, uonekane kwamba hauna hatari ya kufeli kwa moyo. Ndio. Wakati unapofeli kwa moyo, matibabu yanafaa kuwa yanaangazia kwanza kiwango cha kufeli. Moyo huo umefeli katika kiasi ipi? Ndio. Kuna wale ambao imefeli kabisa, wanahitaji madawa ambayo ya lazima wawe katika hospitali, dawa za kupitia kwenye shindano. Na pia kuna wale ambao wanameza dawa kutoka nyumbani. Vidonge. Kabisa. Na wale ambao wanameza vidonge vile wanavyosema kutoka nyumbani, lazima pia wawe katika kufuatiliwa kwenye kliniki za moyo kwa mara kwa mara. Isiwe kwamba ulipatiwa dawa mwaka uliopita na ukapotea ukasema nipata nafuu, mimi moyo wangu ulishapona. Ni vizuri kwamba unafuatiliwa. Ndio. Kwa sababu ipi? Madawa haya yanafaa kubadilishwa pindi tu yanapoanza kufanya kazi, ili kwamba moyo unapopata nafuu pia dawa zile ziweze kupunguzwa. Naam. Mara ya mwisho, wanapopata kudhoofika kwa moyo ili kwamba dawa haviwezi kukufanyisha kazi vizuri. Ndio. Kuna upasuaji wa moyo. Upasuaji wa moyo unaweza kufanyika ili kwamba vile viungo katika moyo ambavyo vimeathirika vinabadilishwa. Na hiyo ni kazi ambayo inafanyika humu nchini. Kwa hivyo sio kitu ambacho unakwenda nchi za ughaibuni kufanyiwa. Hospitali kama hospitali ambapo mimi nafanya kazi, tunafanya upasuaji wa moyo karibu kila siku kwa wiki. Ndio. Na Wakenya wanapata kunafika katika matibabu haya. Kwa hivyo ni vizuri kwamba kama moyo wako umefeli kabisa, isiwe kwamba umepoteza matumaini. Ndio. Uje hospitali mara moja, matibabu yapo humu nchini na wataalamu ni sisi hapa. Naam. Shukrani sana daktari. Mtazamaji, tumekuwa naye Daktari James Kariuki, ni mtaalamu wa afya ya moyo na vilevile ni mtaalamu wa matibabu na pia ni mtaalamu wa upasuaji haswa viungo kama hivi kama moyo haswa. Na asante sana daktari kwa kufika. Asante sana. Naam. Mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha awamu hii ya pili ya Darubini ya Afya, na tutaweka miadi tena kila Jumatatu ili kuweza kukufahamisha kuhusu masuala haya, na vilevile matangazo haya tumeyapakua katika mitandao yetu ya kijamii kwenye YouTube TV47 Kenya, kwenye akaunti yetu ya X @TV47KE, na vilevile utapata mengi zaidi kwenye Facebook. Kikubwa zaidi, endelea kutufuatilia kwa vipindi kama hivi na vilevile taarifa, kwa sababu ni masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Hivi sasa nafunga, nitakuwa narejea na taarifa mwendo wa saa 7 juu ya alama. Endelea kuwa nasi.